Karibu katika mwendelezo wa simulizi yetu pendwa ya Mwiba Mdogo sehemu ya 42 ilipoishia. Lakini kifo cha moto alichokufa Bonta, sikuwahi kuliona kaburi lake, hivyo nisingekuwa na jinsi zaidi ya kujipanga. Kama kutatokea tukio lingine, nilifanye kwa hesabu kubwa kwa kumaliza tukio ndani ya muda. Nilijua kama nitashindwa kumuua Balize usiku ya siku ile, ningemuua baada ya kutoka kwa Mabula kwa kumuuliza ofisini kwake. Wakati natafuta njia ya kunifikisha Dar, bahati nzuri nilikutana na afisa wa jeshi niliyekuwa naye Monduli, ambaye aliwahi kuniona nikiwa na ng'aa macho. "Wewe si Diana?" aliniuliza kwa mshangao. "Ha, mkuu, ndiye mimi." Taarifa za kijeshi zilisema wewe na Emi mlitekwa na waasi wa Msumbiji. Kwa bahati mbaya nilisikia kuwa wewe uliuawa. Mbona taarifa hizi zinanichanganya? Kuna ukweli gani? Ni kweli tulitekwa na kupelekwa hadi Msumbiji. Walipania kuniua, lakini bado Mungu alikuwa akinihitaji nibakie duniani. Mpaka leo hii nipo hai, najiona kama mzimu kwa jinsi nilivyoponea tundu la sindano. Kweli kifo anapanga Mungu, sio binadamu. Oho, pole sana. Sasa huku Mwanza unafanya nini? Nilikuja mara moja Mwanza kwa kazi maalum. Nilipaswa kuwa Dar mpaka saa 1 jioni, lakini hesabu zangu zimeenda vibaya. Nimechelewa ndege ya kurudi Dar. Kazi gani? Bado upo jeshini? Mkuu, hiyo ibakie siri kwa sasa. Oho, basi una bahati sana. Tunaondoka sasa hivi na helikopta ya jeshi kurudi Dar. Oh, afadhali, mtakuwa mmenisaidia pakubwa sana. Mkuu, tunaweza kwenda, alisema kapteni wa jeshi ambaye alikuwa rubani wa usafiri ule. Kasim, tutakuwa naye kamanda mwingine kwenye safari yetu ya kwenda Dar. Sawa mkuu, dada yangu, tunaweza kwenda. Nilipanda ndani ya helikopta baada ya abiria wengine wawili kuongezeka na kuwa watu 5. Angani mkuu wangu alitaka kujua kilichonikuta. Nilirudi lini na taarifa zangu zipo katika kikosi gani? Mkuu, naomba kwa leo niache. Kichwa changu sikielewi. Kuna kazi namalizia kesho, kisha nitakuja mwenyewe kukupa kisa na mikasa ya kutisha. Sawa, Diana, nimekuelewa. Nashukuru mkuu. Tulifika Dar saa 1:30 usiku, nusu saa kabla ya Balize kuingia kwenye geti la nyumbani kwake. Nilipofika, sikupata hata nafasi ya kumwaga bosi wangu. Baada ya helikopta kutua, nilichepuka mwenyewe hadi nje. Nilipoiona bodaboda ikipita, niliita na kumwomba dereva wa boda niendeshe. Alikubali, nami niliungurumisha chombo ili kuwahi kufika kwa Balize. Nilisimamisha boda pembeni ya nyumba ya Balize, karibu kabisa na geti la kuingilia ndani. Kwa vile Balize alikuwa lazima arudi nyumbani ifikapo saa 2 au saa 2:30. Saa yangu ilionyesha ni saa 2 kasoro 1. Wakati nataka kutoa pesa za kumlipa bodaboda nauli, nililiona gari la Balize likielekea mlangoni. "Dogo, nisubiri dakika 5." nilimwambia huku nikiruka kwenye boda na kukimilia getini, jambo lililomfanya dereva bodaboda kunishangaa. Lakini sikumjali, kwani kila sekunde ya muda ule ulikuwa na umuhimu mkubwa sana kwangu. Kwa haraka nilimwacha yule boda na kukimilia kwenye geti. Wakati huo gari lilikuwa limeukaribia mlangoni na geti lilianza kufunguka ili gari liingie. Kukimbilia getini kulinisaidia kuliwahi gari kabla halijaingia ndani na kuharibu hesabu zangu. Kabla gari halijaingia ndani, niliwahi kusimama mbele ya mlango, lakini dereva alishtuka kuona mtu kasimama mbele ya mlango wa kuingilia. Dereva mwenye mwili wa mazoezi alinisogelea. "Wewe malaya, pisha njia." "Nisipopisha utanifanya nini?" nilimuuliza kwa dharau. Ili kutaka sifa kwa bosi wake, na kwa vile mimi ni mtoto wa kike, alikuja kwangu kihasara bila tahadhari. Alikutana na miguu ya teke la mzunguko wa chini, akaruka juu
na kuanguka kama mzigo wa nazi. Wewe unataka kucheza na moto? Sasa jiandae kuungua na kubakia majivu. Alinyanyuka ili anivamie, lakini nilimfyatua tena na kumtupa chini. Wakati huo akili yangu ilikuwa kwa mbaya wangu. Baada ya kuona ule ugomvi, Balize alifungua mlango wa gari na kusogea ili ajue kuna nini. Niliachana na mlinzi wa Balize na kurupuka kutoka chini kumfuata. Nilikutana naye katikati. Kwa nguvu kama kifaru, nilimshika na kumnyanyua mpaka kwenye mlango wa gari na kumsukumia ndani. Nilichomoa kisu na kukipunga juu huku nikimweleza, dhambi ya damu humalizwa kwa damu. Wewe nani? Mtoto wa mwiba? Ha, Diana. Sikutaka ngonjera. Nilimlaza kwenye siti ya nyuma na kuanza kumshushia mapigo mfululizo kila kona ya mwili, huku nikilia kwa uchungu. Hata sijui nilimchoma kisu mara ngapi. Nilimpiga visu visivyo na idadi, huku damu zikinirukia kwenye baibui langu. Sikuacha. Nilishambulia kwa kisu cha babu Chefe alichonipa zawadi Rozi kwa ajili ya kulipa kisasi, na kweli kilifanya kazi yake kisawasawa. Kwa hesabu ya haraka nilimchoma visu zaidi ya 50. Alikuwa zaidi ya chujio la nazi jinsi nilivyomtoboa. Pamoja na kuwa giza, damu yake mbichi ilijaa puani mwangu. Risasi iliyopigwa kwenye gari ilionyesha kuna hali ya hatari. Nilichomoa bastola kiunoni na kurudisha kisu, kwa vile sikutaka kuua kwa mtu asiye na hatia. Kwa vile walikuja wakiwa wamechanganyikiwa, nilitumia udhaifu ule kuwawahi na kuwapiga risasi miguu na mabega, kisha nikatokomea gizani. Hali ya watu kupagawa baada ya kusikia risasi ilinipa nafasi ya kuondoka eneo la tukio bila mtu yote kunifuata. Baada ya kuingia gizani, nilikodi boda hadi ufukwe wa Kawe ambako niliingia ndani ya maji. Nikaziosha nguo nilizovaa wakati wa tukio na kuzitoa damu. Kisha nilioga, nikavaa nguo zangu za kawaida na kwenda kutoa taarifa kifo cha Balize. Najua ulikuwa kwenye msiba wa mchungaji Samueli, hivyo ulikurupuka kabla hujamaliza mahojiano yako. Kwa vile kazi ya pili nilimaliza kwa kukamilisha kisasi cha baba cha jino kwa jino kwa kumuua kwa kisu. Siku hiyo nililala Temeke kwa Azizi Ali kwa ajili ya kazi ya usiku iliyofuata. Najua niliwaacha na maswali mengi juu ya uuaji wangu na jinsi ya kutoa taarifa. Sikutaka kupiga simu zangu za mkononi kutoa taarifa kutokana na makosa niliyoyafanya yaliyosababisha kidogo mnikamate. Hapo nilibadili utoaji wa taarifa nikiwa mbali na sehemu ya tukio kuliko kuwa eneo lile baada ya kuona nafanya mchezo wa kitoto. Upashaji wangu wa matukio uliwachanganya sana na kuwafanya mshindwe kujua muuaji angetumia mbinu gani, pamoja na kutofahamu nilifanya mauaji wapi, saa ngapi na kwa silaha gani. Baada ya kupata chakula cha usiku ule, nilioga na kulala kwa ajili ya kazi ya siku inayofuata. Safari ya siku ya pili iliyokuwa ya Kigamboni kwa Alhaji Swalehe Mpemba itaendelea siku ya kesho. Unaweza kufuatilia hadithi hii kupitia mtandao wa Mwananchi au Mwananchi Digital katika YouTube. Hadithi hii imetungwa na Ali Mbetu na kusimuliwa nami Jesse Tunuka wa Mwananchi Digital.